Kundi la Hezbollah limesema kwamba halitoweza kusalimu amri wakati vita na Israel vikizidi kuongezeka. Kiongozi wa Hezbollah ameweza kuthibitisha kuwa kundi hilo halitokubali kamwe kuweza kusalimu amri na bali lipo katika misingi ambayo Iran iko katika mpango wake wa kumaliza vita. Kiongozi wa Hezbollah jina lake Naim Qasim, kiongozi wa kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran, amesema wazi kuwa kundi hilo halina mpango wa kujisalimisha licha ya kuongezeka kwa mapigano makali kati yao na Israel. Kauli hiyo imekuja wakati mvutano wa kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati ukiendelea kuongezeka na kusababisha hofu kubwa ya kuenea kwa vita katika eneo hilo. Katika hotuba yake ya kwanza ya hadhara tangu kuanza kwa mzozo mpya nchini Lebanon siku ya Jumatatu, Qasim alizungumza kupitia televisheni akieleza msimamo wa Hezbollah kuhusu hali ya sasa ya vita. Alisema kuwa kundi hilo lilikuwa tayari kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano yasiyofikiwa mwishoni mwa mwaka 2024, lakini akadai kuwa Israel haikutekeleza masharti ya makubaliano hayo. Kwa mujibu wa Qasim, Hezbollah iliamua kukubali suluhisho la kidiplomasia wakati huo kwa matumaini kuwa serikali ya Lebanon ingeweza kuchukua jukumu lake la kuhakikisha amani na utulivu inarejea katika eneo hilo. Hata hivyo, alisema kuwa kundi hilo lililokuwa likionya mara kwa mara kwa uvumilivu wao una mipaka na kwamba endapo masharti ya makubaliano yangevunjwa wangelazimika kuchukua hatua za kijeshi. Katika hotuba yake, Qasim alisema, tulikubaliana na suluhisho la kidiplomasia, kiliona kuwa ni fursa kwa serikali kuchukua jukumu lake, lakini tumekuwa tukisema mara kwa mara kuwa kuna mipaka ya uvumilivu. Kauli hiyo inaonyesha moja kwa moja kuwa Hezbollah inaona kuwa makubaliano ya kusitisha mapigano hayakutekelezwa kama ilivyotarajiwa. Kiongozi huyo aliendelea kusisitiza kuwa Hezbollah iko tayari kuendelea na mapambano hadi mwisho. Alisema kuwa chaguo la kundi hilo ni kuendelea kukabiliana na Israeli kwa nguvu zote, akisema hawatasalimu amri hata kama vita vitaendelea kwa muda mrefu. Kauli yake ilizua taharuki katika eneo hilo, kwani inaashiria uwezekano wa mapigano makali zaidi katika siku zijazo. Mvutano huu uliongezeka zaidi baada ya tukio kubwa lililotokea hivi karibuni ambapo kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei aliuawa katika mashambulizi yaliyodaiwa kufanywa kwa pamoja na Marekani na Israel. Tukio hilo lilichochea hasira kubwa miongoni mwa washirika wa Iran katika Mashariki ya Kati ikiwemo Hezbollah. Baada ya kifo cha Ayatollah Ali Khamenei, Hezbollah ilichukua hatua ya kijeshi ya kurusha makombora ya ndege zisizokuwa na rubani kuelekea Israel siku ya Jumatatu. Mashambulizi hayo yalilenga maeneo kadhaa ya kijeshi na miundombinu ya usalama ndani ya Israel, kulingana na taarifa kutoka vyanzo vya kijeshi katika eneo hilo. Kwa upande wake, Israel ilijibu mashambulizi hayo na kufanya mashambulizi makali ya anga dhidi ya malengo ya Hezbollah ndani ya Lebanon. Jeshi la Israel pia limetangaza kupeleka wanajeshi katika maeneo ya kusini mwa Lebanon ili kuimarisha operesheni zake za kijeshi dhidi ya kundi hilo la Hezbollah. Mashambulizi ya pande zote mbili yamesababisha hali ya taharuki kubwa kwa raia wanaoishi karibu na maeneo ya mapigano. Maelfu ya wakazi kusini mwa Lebanon wamelazimika kukimbia makazi yao wakihofia usalama wao kutokana na mashambulizi ya anga na mapigano yanayoendelea. Mashirika ya misaada ya kibinadamu yameonya kuwa endapo mapigano yataendelea kwa muda mrefu, kuna hatari ya kuzuka kwa mgogoro mkubwa wa kibinadamu katika eneo hilo. Wamesema kuwa idadi ya watu wanaohitaji msaada wa dharura inaweza kuongezeka kwa kasi ikiwa mashambulizi haya yataendelea. Wachambuzi wa masuala mbalimbali ya kisiasa wanasema kuwa mzozo huu una hatari ya kugeuka kuwa vita kubwa zaidi ya kikanda. Hii ni kwa sababu Hezbollah inaungwa mkono moja kwa moja na Iran, wakati Israel inaungwa mkono pamoja na washirika wake wakuu wa Magharibi, hali inayoweza kuvuta mataifa mengi zaidi kuingia katika mgogoro huo. Aidha, mvutano huo unaweza pia kuathiri usalama wa eneo zima la Mashariki ya Kati pamoja na biashara ya kimataifa, hasa katika sekta ya nishati na usafirishaji wa baharini. Eneo hilo lina njia muhimu za usafirishaji wa mafuta na bidhaa mbalimbali, hivyo kuongezeka kwa vita kunaweza kuwa na athari kwa uchumi wa dunia. Hadi sasa, juhudi za kidiplomasia zinaendelea kufanywa na baadhi ya mataifa na mashirika ya kimataifa ili kujaribu kupunguza mvutano huo na kuzuia kuenea zaidi kwa vita. Hata hivyo, kauli kali kutoka kwa viongozi wa pande zinazohusika zinaonyesha kuwa hali bado ni tete na isiyotabirika. Kwa sasa macho ya dunia yanaelekezwa katika maendeleo ya mgogoro huo, jamii ya kimataifa ikitoa wito wa pande zote kujizuia na kurejea kwenye mazungumzo ya kidiplomasia ili kuepusha madhara makubwa zaidi kwa raia na usalama wa kikanda.